Wengi tunafahamu kila ambacho amekuwa akiwajibu Niffer, wale wote ambao wamekuwa wakishangaa jinsi ambavyo amekuja kubehave mara baada ya yeye kuweza kutoka huko ambako alikuwepo kwa muda wote huo. Tunafahamu Watanzania wengi sana walikuwa wanamuombea kwamba aweze kutoka akiwa salama. Sasa Mange Kimambi pia alikuwa anahamasisha kwamba siku moja Niffer akija kutoka basi awe ni moja tu ambao itabidi wapewe support ya kutosha sana kutokana na kwamba alisimama upande wa Tanzania. Sasa licha ya kwamba watu walifikiria hivyo baada ya Niffer kutoka na jinsi ambavyo amekuwa akiwajibu wale ambao wamekuwa akihoji juu ya jinsi ambavyo anaishi sasa hivi, ni moja kitu ambacho kimemuibua Mange Kimambi na kumfanya aweze kumtumia ujumbe mzito Niffer, lakini pia ushauri kwa wale wote ambao wamekuwa wakishangazwa na kile ambacho amekuwa kikifanya Niffer. So kuna ujumbe hapa ameandika Mange kupitia akaunti yake mpya ambao nitakusomea hapa jinsi ambavyo ameweza kuandika yeye, and then utakuja kuniachia comment yako kwamba kwa upande wako wewe una kipi cha kusema kwa huu ujumbe ambao Mange ameweza kuandika hapa. Lakini kabla sija kusomea huu ujumbe, naomba nikukumbushe mdau wangu wa maana kabisa. Najua unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao uko hapa kwa ajili ya kupata updates mbalimbali, kwa hiyo kwa habari za ukweli na uhakika, naomba nikukumbushe tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kitazama hapa. Lakini muhimu kabisa ni kwamba usisahau kubonyeza neno subscribe kwa kutumia sekunde moja tu. Sasa Mange Kimambi ameweza kuandika ujumbe kuelekea kwa wale wote ambao wameshangazwa na kile ambacho Niffer ameweza kufanya na kuonekana kama vile Niffer amewasaliti, lakini pia ujumbe kwa Niffer kwa pamoja kuhusiana na kile ambacho ameweza kukifanya baada ya kuweza kutoka huko ambako walikokuwa. Na tunafahamu watu waliamini kwamba Niffer ni mmoja watu ambao walisimama na wao na walikuwa wameahidi kumsaidia kwa kiasi kikubwa sana, lakini hiki ambacho kimeweza kutokea ni kama vile kimewadisappoint watu wengi sana na kila mmoja akaanza kusema la kwake. Sasa acha nikusomee huu ujumbe ambao ameweza kuandika Mange hapa, alafu utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakuwa umeweza kukisikiliza hapa kutokana na huu ujumbe ambao ameweza kuandika Mange Kimambi. Ameanza kwa kusema kwamba Watanzania, naomba niwaambie kitu. Najua kwa sasa kuna watu walio na taharuki juu ya Niffer na alivyobadilika ama kuageuka. Hata mimi nimeshangaa pia. Sikutegemea kama yule tuliyekuwa tunamuombea usiku na mchana leo hii anakuja na kusema msimlazimishe aishi maisha mnayotaka aishi, yani mnavyotaka nyie aishi. Akaendelea kwa kusema kwamba majibu tumeanza kuyapata sasa, kwamba kwa sasa ni nini cha kufocus nacho na kipi cha kupuuziwa. Nilitegemea mpaka sasa Niffer angekuwa kimya kama alivyo yule kijana mwenzie aliyekuwa naye jela. Binafsi niseme nampongeza sana Mika Chevala, yule ndio mwanaume halisi. Ila naomba niwaambie kwa sasa usimuamini mwanamke kwa kiasi kikubwa. Kumbukeni huyu sio wa kwanza kwa saliti. Kumbukumbu mko nazo najua. Kwa hiyo ushauri wangu, msivunjike mioyo kwa hicho alichokifanya Niffer. Achaneni naye, msimuongelee kabisa kwa sasa. Alafu hapa chini akasema kwamba mfikishieni Niffer ujumbe huu. Akaandika hivi: najua Watanzania walikuombea usiku na mchana ili utoke ukiwa salama. Wengine walilia mpaka machozi kwa ajili yako wakiamini na wewe ni familia yao. Lakini umewaangusha. Basi tunashukuru sana kwa muda wako. Hivi sasa umewafungua macho, wameshajua kwamba wewe ni nani. Kuna wengine wanatamani hata bora ungebaki tu ndani ili uendelee kusota huko huko kuliko hiki ulichowajibu waliokuwa wanakuombea. Anyway, tulikuwa na wewe, umetusaliti. Acha tusonge mbele peke yetu. Tutafika tu hata kwa kuchelewa. Alafu akasema Tanganyika for its people. Amemaliza hivyo Mange Kimambi kwa kuandika huo ujumbe ambao ni ujumbe mzito. Kwanza kabisa ushauri kwa wale ambao walikuwa wanamwombea Niffer kipindi hicho ambacho alikuwa katika matatizo, lakini this time pia ameweza kutuma ushauri kwamba Niffer afikishiwe na mengi sana amezungumzwa. Nadhani kila kitu umeshakisikia hapo. Tuambie una maoni yapi kuhusiana na huu ujumbe ambao ameweza kuandika Mange Kimambi? Unaungana naye au kuna kitu unadhani Mange anaweza kama amekosea katika huu ujumbe? Lakini kabla hujaweka comment yako hapo, nikukumbushe tu mdau wangu, kama hauja subscribe basi bonyeza neno subscribe, alafu dondosha comment yako hapo chini, utakuwa umetisha sana. Mpaka next video, bye bye.